Hujambo na nikukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amekuja na madai kwamba Iran katika siku za hivi karibuni huenda itakuwa na makombora ambayo yanaweza kufika nchini Marekani, madai ambayo hayajaungwa mkono na ujasusi. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba Iran inafanyia kazi makombora ambayo yatafika Marekani hivi karibuni. Madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Iran hivi karibuni itakuwa na makombora hayo ambayo yanaweza kuigonga Marekani haliungwi mkono na ripoti za kijasusi za Marekani na inaonekana kutiliwa chumvi kulingana na vyanzo vitatu vinavyofahamu ripoti hizo. Rais Donald Trump alidai kwamba Tehran ilikuwa ikifanyia kazi ya kufyatua makombora ambayo yatafika Marekani hivi punde, lakini hakujawa na mabadiliko. Vyanzo viwili vilisema kwa tathmini ambayo haijaainishwa ya shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani la mwaka 2025 ambalo Iran inaweza kuchukua hadi mwaka 2035 kutengeneza kombora la kijeshi linaloweza kuvuka mabara ICBM kutoka kwa magari yake yaliyopo ya kurushia satellite. Rais Trump yuko sahihi kabisa kuangazia wasiwasi mkubwa unaoletwa na Iran, nchi ambayo inaimba kifo kwa Amerika ikiwa na makombora ya masafa marefu. Msemaji wa White House Anna Kelly anasema chanzo kimoja kimesema kwamba hata kama China ama Korea Kaskazini ambayo inashirikiana kwa karibu na Iran itatoa usaidizi wa kiteknolojia, Iran inaweza kuchukua hadi miaka 8 mapema zaidi kutoa kitu ambacho kwa kweli ni kiwango cha ICBM na kinachoweza kufanya kazi. Vyanzo hata hivyo vinaeleza kwamba taarifa nyeti za kijasusi zinasema hazifahamu tathmini yoyote ya kijasusi ya Marekani kwamba Iran inatengeneza kombora ambalo hivi karibuni lingeweza kufika nchini Marekani, lakini haziondoi uwezekano wa ripoti mpya ya kijasusi ambayo hawakuifahamu. Rubio anasema Iran iko njiani kuelekea kwenye silaha zinazoweza kufikia Marekani. Madai ya Trump kuhusu uwezo wa makombora wa Iran ilikuja wakati wawakilishi kutoka Marekani na Iran wakijadiliana kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran bila dalili za mafanikio ambayo yanaweza kuepusha mashambulizi yanayowezekana kutokea ya Marekani, huku kukiwa na ongezeko kubwa la kijeshi katika eneo hilo. Katika hotuba yake siku ya Jumanne, Trump aliashiria uungaji mkono wa Tehran kwa makundi ya kigaidi, mauaji yake ya waandamanaji na miradi ya makombora ya nyuklia ya nchi hiyo kuwa ni vitisho kwa eneo na Marekani. Trump alisema kuwa Tehran ilikuwa inaanza kujenga upya mpango wa nyuklia ambao ilidai kuwa umefutiliwa mbali na mashambulizi ya anga ya Marekani mwezi Juni mwaka jana katika maeneo matatu makubwa yanayohusika na kurutubisha madini ya urani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumatano aliutaja mpango wa Marekani wa ballistic wa Iran kwa maneno mafupi kuliko Trump, akisema kwamba Tehran iko njiani siku moja kuweza kutengeneza silaha zinazoweza kufika Marekani na bara zima. Iran inakanusha kutafuta silaha za nyuklia, ikisema kurutubisha kwake uranium ni kwa matumizi ya kiraia. Katika mahojiano na televisheni ya India Today iliyotolewa Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikanusha kuwa Iran inapanua uwezo wake wa makombora. Hatutengenezi makombora ya masafa marefu, tumepunguza kimakusudi masafa hadi chini ya kilomita 2000, alisema. Hatutaki liwe tishio la kimataifa, tunajilinda na makombora yetu na yanajenga kuzuia, anasema Bwana Araghchi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.